Bwana Yesu apewe sifa. Nikukaribishe tutafakari neno la Mungu. Ujue ulimwengu wa roho. Ukisoma kitabu cha Waefeso ile sura ya 6 mstari wa 10 mpaka wa 20, unaona Paulo anazungumza na kanisa la Waefeso kuhusu ulimwengu wa roho. Moja, ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao hauonekani katika macho ya damu na nyama. Utasoma kitabu cha Waefeso 1:3. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu ambao unaishi vitu ambavyo havionekani katika macho ya damu na nyama. Utasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 1 na ule mstari wa 10 mpaka wa 18. Ulimwengu wa roho ni ulimwengu unaishi vitu ambavyo havikamatiki kwa mkono. Ulimwengu wa roho ni harisi. Ulimwengu wa roho ndiko pana maskani ya ufalme wa Mungu na ufalme wa Shetani katika maeneo tofauti tofauti. Utasoma kitabu cha Ufunuo ile sura ya 5:1-12. Asili ya vitu vyote unavyoviona duniani vilivyoumbwa ni ulimwengu wa roho, kwa sababu aliyeumba ni Mungu, na Mungu asili yake ni ulimwengu wa roho. Nisikilize, Mungu ni roho, Shetani ni roho, na wote wanafanya kazi katika ulimwengu wa roho. Na kuna wanadamu wanatembea, wanaishi kabisa vizuri, lakini wana vifungo ulimwengu wa roho bila wao kujua. Unajua, ni vyepesi kutambua kifungo cha mwilini kuliko kifungo cha rohoni. Na unapomwambia mtu jambo la rohoni ambapo hayuko rohoni, ni ngumu kuelewa. Angalia, wakati mwingine Yesu Kristo alizungumuza na Nikodemu, na Nikodemu alimwendea usiku, akawa anazungumuza namna ya kufika kwenye ufalme wa Mungu. Akamwambia, mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi akauona ufalme wa mbinguni au akaingia kwenye ufalme wa mbinguni. Nikodemo akatafakari kimwili, akamuuliza, nitaingiaje tumboni kwa mama? Niingie na nywele zangu na ukubwa huu na ndevu zangu? Akatafakari kimwili, akaona kwamba nitaingia tumboni kwenye kizazi cha mama, na mama aende kliniki, na mama labda aende reba. Lakini ilikuwa ni msemo ambao ni wa rohoni, na hakuelewa kwa mambo ya rohoni ni ya rohoni. Ili uweze kudhihirisha mambo ya mbinguni yadhihirike katika ulimwengu wa nyama, ni lazima uwe rohoni. Unapotazama kifungo cha imani, usikitazame kimwili, kitazame kiroho. Ngoja nikueleze. Kuna mtu ambao unakuta amevaa vizuri, amependeza, au ana drive, lakini ukimgusa umwombee, pepo linalipuka. Nachukua kisu labda umukate, uwezi ukaona pepo, utaona nyama, kwa sababu ni issue ya rohoni, na lazima uwe rohoni. Biblia inasema kilichozaliwa na roho ni roho, na kilichozaliwa na mwili ni mwili. Na mambo ya rohoni hutambulika na watu wa rohoni. Yesu anasema, nimekuja kwa leo, lakini hawakunitambua kwa sababu hawakuwa rohoni. Kwa kuna mambo hautayaelewa ni mpaka uwepo rohoni, na watu wa rohoni wanatambua. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, Mungu akuwezeshe. Kila aina ya kifungo kilichoko katika ulimwengu wa roho ninakikata katika jina la Yesu. Kilichoko katika ulimwengu wa kimwili ninakifuta katika jina la Yesu Kristo. Neema ya Yesu Kristo ikufungue
katika jina la Yesu Kristo, amen.